ifanyike. Maandiko yanasema ya kwamba hakuna jiwe itakuwa juu ya ingine. Ndio maana unaona saa hivi kuna nchi kadhaa ambapo unaona jengo nyingi zinabomolewa, zinaanguka. Nafikiri kwa sababu gani? Maandiko yanatimia. Maandiko yanatimia. Kabla unyakuzi ifanyike, hakuna jiwe itakuwa juu ya jiwe lingine. Inamaanisha magorofa hizo unaziona zote zitakuwa na ishara. Tayari mama umeona ishara, mzee umeona. Si uko na news yako, si uko na TV yako? Kama una TV, si uko na simu? Na kama una simu, sio unaenda kwa jirani kuona. Si unaenda kwa jirani. Hebu ni jirani, kama una simu, si unaenda kwa jirani. Anasema alikatazwa na bosi. Asiende. Sasa muuliza anaona wapi ruhusa. Anasema anaona wapi kwa Biblia? Wapi? Unaona wapi ruhusa? Kila kitu kiko wazi. Mijengo zimeanza kupromoshwa. Mawe zimewekwa kitu. So hizo ni ishara tayari. Siku za mwisho zimekaribia. Alama ya mnyama ndio karibu sasa inakuja. Alama ya mnyama. Wamenipatia hii ujumbe ya alama ya mtoto wa Mungu. Alafu sasa kwenye maandiko. Rudi hapo kwenye maandiko tujamaliza. Twenda hapo kwenye mstari wa mstari wa 17 inasema hivi: ndugu zangu, kwa pamoja fuateni mfano wangu. Unasikia? Ndugu zangu, kwa pamoja fuateni mfano wangu na kuwatazama wale wanaofuata kielelezo tulichowawekea. Mstari wa 18 unasemaje? Kwa maana kama nilivyokwisha kuambia mara nyingi kabla, nami sasa nasema tena hata kwa machozi. Nasikia Paulo alipokuwa anaongea hapo mstari wa 18 alikuwa anaongea kwa machozi. Sababu gani? Sababu gani? Kwa sababu ya machungu ya msalaba ilikuwa ndani ya Paulo. Alikuwa kikaa hivi akumbuke mahali Mungu alimtoa, kwa nasikia kulia. Mtu ambaye alikuwa muuaji, mtu ambaye alikuwa amepotea. Kama Paulo angeendelea tu kuishi hiyo maisha ya kifarisayo, leo hii angekuwa wapi? Leo hii tunaongea na wewe, leo hii angekuwa. Kuna siku kama ya leo utakuwa duniani. Wanadamu, usisahau hiyo. Kuna siku kama ya leo hii itakuwa kumbukumbu katika historia yako duniani. Kuna siku leo hii, siku kama ya leo Sunday, utakuwa duniani, utakuwa mahali. Hiyo naingia katika maisha yako. Hakikisha kutoka leo alama ya mtoto wa Mungu katika maisha yako. Hakikisha katika maisha yako. Paulo alikuwa anaongea na kanisa ya Filipi. Akamwambia kwamba muhakikishe ya kwamba mnafuata maelekezo ambayo nimekuwa nikiwapatia. Ikiwezekana pia mnaweza fuata wale ambao pia tuliwaelekeza, yaani wale ambao walifuata maagizo vizuri ambao walikuwa wameelekezwa. Waweza kuwafuata hivi, na wewe muamini ule mahali, mtoto wa Mungu ule mahali hapa, ukiwa na roho ya kunyenyekea, roho ya kunyenyekea,
utaweza kupokea vitu vingine kutoka kwa watendakazi. Sikiza tu, hawa watendakazi wananijua nini kuliko wewe vile unanijua. Na wewe mtu wangu Saturday wanakuja kupokea nini hapa hivi? Haujui Saturday wao wanakuja kupokea nini hapa? So wewe kama mtoto wa Mungu, wewe kama mshirika wa mahali ya kunyenyekea katika maisha yako, basi unaweza hata kubarikiwa kupitia watendakazi. Lakini kuna wengi, kuna washirika wengi, yaani kuna waamini wengi hawana karakta. Na hiyo kukosa karakta ndio imefanya hata waamini wengi wasikae kwenye makanisa. Sometimes hata waamini kuzurura, sometimes hatulaumu sana wachungaji wala tulaumu kanisa. Hatulaumu kanisa. Tulaumu wachungaji. Sometimes tunalaumu washirika. Wakati wa mshirika hauna tabia nzuri, nini unatarajia? Nini unatarajia watu watasema? Yeah. Kama mshirika hiyo miaka yote umekaa katika wokovu, haujui kuongea kama mtoto wa Mungu, kuongea. Maongezi yako ni chafu. Kila wakati ni chafu. Wewe ni mtu asira, mambo kidogo huwezi handle. Wacha nikwambie wanangu. Mimi natamani ukuje siku moja ukanyange steps ambayo mimi nakanyanga katika ulimwengu wote. Natamani sana ukanyange hizo hatua ambazo mimi katika ulimwengu wote. Ndio utakuja kuona kumbe maisha hii inakuanga rahisi ukipokea siri fulani katika ulimwengu wote. Basi amen. Ukipokea hekima, sababu ndoa haitungwi na mambo pekee yake, ndoa inachungwa na hekima. Haleluya. So watu wengi ambao wanavunja ndoa zao, ukisikia hoja zao mbalimbali, utakuta ni ile kukosa tu hekima na uvumilivu. Kukaa kwa ndoa inahitaji uvumilivu. Kama yule ambaye niko na yeye alikuwa na uvumilivu ila wakati nilikuwa maskini, basi hii yote heshima ambayo tumepata leo hii angelikuta angepatana hii heshima, kwa sababu anaheshimiwa kwa sababu yake. Ina na kusudi kujua. Usikuwe wa haraka wa kudharau mtu. Kesho ya mtu ni siri. Amen. Kwa mfano unaona kama mzee, kwa mshukuru mfano mzee. Ukaanza kumhukumu vibaya. Ukaanza kutoa sababu yako, ukaanza kuongea mengi. Pasipo kujua wakati unaona mwisho wa mtu, hapo ndipo Mungu anaanzia. Wakati mawazo yako yafika mwisho, hapo ndipo mawazo ya Mungu inaanza. Bwana asifiwe. So unaweza kaona mzee. Usitukie tu mara moja papo kuna kitu Mungu amefanya katika maisha yake. Sasa unaanza kushangaa. Nini imefanyika kwa mzee? Nini imefanyika? Kwani Mungu alikuwa bado na mpango juu yake? That's why wewe haufai kukufa moyo. Hata kama unaona miaka yako imeenda, tulia. Kuna ile starehe ya uzeeni. Kuna ile bonus ya uzeeni. Na nataka nitabirie mtu hapa hivi. Wewe sio kukufa hivi karibuni. Wewe utaishi miaka mingi. Utaishi miaka mingi, uone wajukuu, uone vitukuu, uone